Once again, karibu katika simulizi yetu pendwa kabisa ya kiumbe chenye spidi ya ajabu. Hii ni sehemu yetu ya pili sasa. Tunaanza kumuona Bwana Sonic, maisha yake yanabadilika kabisa baada ya kumshinda Dr. Robotnik. Sasa anaishi Green Hill akiwa pamoja na Bwana Tom na Mido kama sehemu ya familia. Ana nyumba, ana marafiki na anaanza maisha katika nyumba hiyo. Lakini kuna tatizo moja, Sonic anaamini tayari yeye ni shujaa mkubwa sana duniani na anataka kuokoa ama kumuokoa kila mtu. Kila anaposikia uhalifu anakimbia kwa kasi ili kwenda kuzuia, lakini mara nyingi anaharibu kuliko anavyosaidia. Tom anamwambia shujaa wa kweli si yule mwenye nguvu nyingi tu, ni yule anayejua wakati wa kuzitumia. Maneno hayo yanabaki kichwani mwa Sonic. Siku chache baadaye Tom na Mido wanaenda kwenye harusi nzuri kabisa ya dada yao kipenzi Mido, na wanamwacha Sonic peke yake katika nyumba. Sonic anafurahia sana uhuru, yani anacheza kwenye hiyo nyumba, anacheza, anafanya kila anachokitaka kwa wakati huo na kwa spidi kubwa sana, na akifikiri hakuna chochote kitakachotokea. Lakini mbali na dunia, katika sayari ya Uyoga, Dr. Robotnik bado yupo hai. Yule adui yetu kwenye sehemu yetu ya kwanza anaishi peke yake kwa muda mrefu sana humo. Amechoka na ndevu zake ndefu, anakaribu kupoteza matumaini. Lakini ghafla mlango wa pete ya kichawi unafunguka. Anatokea kiumbe mwenye nguvu kubwa sana aitwaye Knuckles. Knuckles ni mpiganaji wa mwisho kabisa katika jamii ya ECDNA na anatafuta kitu kinachoitwa Master Emerald. Jiwe hilo lina nguvu kubwa kabisa kuliko kitu chochote kabisa. Linaweza kumpa mtu nguvu ama umiliki wa uwezo wa utawala wa ulimwengu. Knuckles anamwambia Robotnik kuwa Sonic anajua mahali lilipo. Robotnik anaanza nafasi yake ya kuanza kulipiza kisasi. Anakubali kushirikiana na Knuckles kurudi duniani. Siku moja Sonic akiwa peke yake nyumbani, Robotnik anatokea ghafla pamoja na Knuckles, yule kiumbe ambaye anafanana na Sonic. Knuckles hamjui kabisa Sonic binafsi, lakini anajua enzi za mababu zake walikuwa maadui wa jamii ya Sonic, yani walikuwa maadui wao kwa wao, wanataka kulipiza kisasi. Sasa mpambano mkubwa unaanza, ama mapambano makubwa yanaendelea kuanza. Sonic anakimbia kwa kasi kabisa, lakini Knuckles ana nguvu za ajabu za kipekee, naye kila ngumi yake moja ni kama bomu la nyuklia. Anamshinda Sonic kirahisi. Wakati hali inazidi kuwa mbaya, ndege mmoja anatokeza, mbweha mwenye mikia miwili aitwaye Tails. Tails amekuja kutoka ulimwengu wa Sonic na anasema amekuja kumuonya Sonic kuhusu Knuckles na Robotnik. Tails anamuokoa Sonic na wanafanikiwa kukimbia, na kuanzia hapo Sonic na Tails wanakuwa ni washirika na marafiki wakubwa. Wanaanza kutafuta Master Emerald kabla Robotnik na Knuckles hawajalipata. Safari yao inawapelekea Siberia. Wanapita katika hekalu la kale kabisa, wanatatua mifumo iliyoachwa na mababu. Hatimaye wanapata ramani iliyoongozwa kwenye Master Emerald, hicho kifaa chenye nguvu kabisa. Lakini Robotnik na Knuckles wanaendelea kuwafuatilia nyuma. Wakati huo katika harusi, huku kwa Tom na mkewe walipoalikwa katika sherehe, inageuka kuwa vurugu. Inafichuka kwamba bwana harusi ni wakala wa siri. Shirika la serikali linaloitwa GUN linavamia harusi hiyo na Tom na Mido wanakamatwa kwa muda, lakini baadaye wanafanikiwa kutoroka ili kumsaidia Sonic. Sonic na Tails na Robotnik na Knuckles wote wanafika kwenye hekalu la Master Emerald. Mpambano unakuwa mkubwa sana, ama mapambano yanaanza. Robotnik anatumia ujanja na kumdanganya Knuckles ama kucheza na akili yake, na anamwambia kuwa watagawana nguvu hizo. Lakini baada ya kupata Master Emerald, Robotnik anamsaliti na anampiga Knuckles na anamwacha kabisa afe. Robotnik sasa ni mmiliki wa Master Emerald, anatamba na ana nguvu za kutumia katika ulimwengu mzima. Hakuna anayeweza kumzuia. Nguvu zake zinaonekana kuongezeka sana na anaweza kuzituma ama kuzitumikia
kuharakisha mashine kwa mawazo yake binafsi. Kutoka katika vipande vya chuma, mji mzima unatoka vipande vya chuma, vinajenga roboti kubwa sana linalofanana na yeye, yani linalofanana na umbo lake mwenyewe. Roboti hilo ni kubwa sana lenye umbo lake, linaanza kuharibu kila kitu katika mji mzima. Wanadamu wote hawawezi kumzuia, jeshi pia linashindwa, yani serikali nayo pia inapigwa. Sonic anatambua kuwa hawezi kushinda bila Knuckles, na anamuokoa Knuckles na kugundua kuwa Robot Link alimdanganya Knuckles. Kwa mara ya kwanza anakubali kushirikiana na Sonic, yani Sonic na Knuckles wanaungana. Sasa ni Sonic, Tails na Knuckles, wote watatu wanashirikiana kwenda kumkabili bwana Robot Link. Wanakuwa timu moja kabisa na kumshambulia Robot Link kutoka pande zote kabisa. Mashambulio yanaanza, lakini Robot Link bado ni mkubwa mno na nguvu yake ni unstoppable, yani hazuiliki. Robot Link anaonekana kushinda, ndipo Master Emerald inapigwa na kuvunjika vipande vipande. Tunamuona bwana Knuckles akitumia uwezo wake wa ngumi na kumpiga Robot Link katika kifua, na tunaiona bwana Master Emerald ikianguka na kuanguka chini. Kutoka ndani yake inatoka Chaos Emerald 7, mawe 7 yenye nguvu za ajabu ambazo ni tofauti na zinamzunguka Sonic. Mwili wake unabadilika kabisa na kung'aa, wenye rangi ya dhahabu, unang'aa na kuwa Super Sonic kabisa. Sasa ana kasi kubwa zaidi na nguvu kubwa zaidi, hawezi kuzuilika. Sonic amerudi na anaruka hadi hewani, sio kukimbia tu, na akiweza kuhepa ama kushambuliana na bwana Robot Link akiwa katika mashambulizi yake kwamba si kitu kabisa. Kwa sekunde chache anamvunja Robot Link wote, yani vipande vipande. Lile Robot Link ambalo kalijenga katika umbo lake lote linaanguka chini. Robot Link anaanguka, anashindwa kabisa baada ya vita. Knuckles anakuja kuchukua jukumu la kulinda Master Emerald. Tails anaamua kubaki duniani. Sonic anarudi Green Hill. Tom na Mido ambaye ni mke wake Tom wanakubali rasmi kuanza familia moja tena upya kabisa ya upendo kuliko mwanzo. Sasa Sonic si mtoto anayekimbia ovyo, anaanza kuwa shujaa wa kweli, lakini bado kuna siri kubwa ndani yake. Maafisa wa GUN wanagundua faili la siri la zamani kabisa linaonyesha mradi uliofichwa zaidi ya miaka 50 iliyopita nyuma. Mradi huo unaitwa Project Shadow. Ndani yake kuna maabara ya siri. Kiumbe mweusi anayefanana na Sonic anaonekana kuamka, anayeitwa Shadow. Hapo ndipo hadithi inaanza ya sehemu yetu ya 3, na sehemu yetu ikiishia hapa ya pili katika simulizi yetu pendwa kabisa ya kiumbe mwenye spidi ya ajabu. Usisahau kuangalia sehemu yetu ya 3. Usisahau kusubscribe na kulike na kucomment ili kuwa wa kwanza kupata video zetu. Karibu. Hapa umefika kwa DJ Mswahili, utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.